ukae juu ya ufahamu wao na uwezo wao kufikiri katika mambo yote waliyosoma. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, sio sahihi. Kinacholeta mabadiliko makubwa ya kwanza kwenye maisha ya mtu ni neno la nani? Neno la Mungu. Hapana. Ndio Mungu wa kwanza ambao una nguvu fulani. Ya pili sasa ni maombi. Mungu aweza kutuokoa na mazingira hatari. Mazingira ya hatari. Na tumeona imefanyika hivyo. Katika mazingira ya tanuru la moto, Danieli akawa salama. Mungu aweze kufanya tofauti na kawaida. Katika haya mfalme anastaajabu. Anawaita hao watu Shadraka na Meshaki kujua kama ndio wenyewe, lakini wote wanathibitisha wazi ya kwamba hawa ndio Shadraka na Meshaki kutoka nje ya moto ule. Lakini zaidi wanathibitisha kwamba moto haukuwa na madhara juu yao, walikuwa salama sana. Kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 24 mpaka ule wa 28. Neno la Mungu linasema, ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto. Na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri pamoja wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Na hili ndilo somo letu la leo.
Nebukadneza ili huyo katika siku 30 katika siku 30, katika muda wa siku 30 mtu yeyote asiabudu kingine ila nani? Ila sanamu. Ametengeneza sanamu ya kuchonga. Amewaambia nini sasa, huyu ndio Mungu wenu. Katika siku zote 30 mtamwabudu huyu, mtaanguka na kusujudia. Hapa Nebukadneza anasema ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na nani? Ilikuwa kawaida yake. Huyu ni mwabudu Mungu. Huyu pagani uko juu yake umemshika. Na analazimisha watu kutengeneza mbadala wa Mungu kuwa sanamu ili waabudu huko. Leo ameona matendo ya Mungu ya ajabu. Ameona nguvu za kimungu. Ameona uokozi wa Mungu juu ya hawa Shadraka na Meshaki katika mazingira hatari. Ameona nguvu ya ajabu ya Mungu. Nebukadneza anamhimidi Mungu. Anamhimidi nani? Lakini mwisho kabisa aliweka amri ya kifalme. Akasema, "Malizeni. Yeye katika siku zake zote za ufalme watu waabudu Mungu wa nani?" Ilikuwa kawaida. Hii ndio tunachosema Mungu aweza kufanya tofauti na kawaida kwa sababu yeye. Nebukadneza anamhimidi Mungu wa Danieli. Nebukadneza anatoa amri ya kifalme watu waabudu Mungu wa nani? Wa Danieli. Nebukadneza amethibitisha kwamba moto wake hauna madhara juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego, wamekuwa salama. Amewaita kuthibitisha waziwazi ya kwamba wako salama na wanatembea ndani ya moto wakiwa salama. Mambo haya Bwana ameyafanya kwa sababu yeye ndiye Mungu. Huyu ndiye Mungu. Muhammad tayari ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Muhammad ni mwanafunzi wa nani? Amejengwa katika msingi ya neno la nani? Na Mungu. Neno la Mungu ndio linaleta sasa matokeo ya maisha ya maombi. Ukiona mtu ananidhifu ya kuomba lakini neno la Mungu hana habari nalo, hiyo maombi imejengwa juu ya msingi ambayo ni mchanga mtu. Mchanga mtu. La kwanza, simama na neno. Neno la Mungu linazuia dhambi. Daudi alisema wazi, akasema moyoni mwangu nimeliweka nini? Hii maombi ya kuendelea na Mungu lazima dhambi haipo. Kinachoondoa dhambi ni nini? Kinaondoa dhambi ndani ya maisha ya binadamu nini? Sio sahihi. Kinacholeta mabadiliko makubwa ya kwanza kwenye maisha ya mtu ni neno la nani? Neno la Mungu. Hapana. Ndio Mungu wa kwanza ambao una nguvu fulani. Ya pili sasa ni maombi. Ni wewe umefanya, ni wewe Kwa